Mpenzi mtazamaji wangu wa Lupa TV, mimi ndio Daniel Lupa Laizer, na hivi leo tuko Karkamoru, kata ya Soitsambu, kijiji cha Kirtalo. Tumeweza kufika katika hafla kubwa ya mheshimiwa diwani wa kata ya Soitsambu au mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Ngorongoro. Leo amefanya tukio kubwa sana la sherehe ya kuwashukuru wananchi wake baada ya kumchagua kuongoza au kumpa ridhaa ile ya kuongoza katika kata hii mwaka 2025 mpaka 2030. Na hapa nipo na mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa halmashauri ya Ngorongoro, na kwanza nitampa nafasi aweze kukusalimia, lakini pia atuambie jina lake. Sobo Oleng Andawe. Sobo Oleng. Najua kuna mtazamaji wa Lupa TV anayetufuatilia sasa hivi. Tafadhali naomba tuambie jina lako. Mimi naitwa Manja Sironga ya ile. Mimi ni diwani wa kata Soitsambu, lakini pia ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Ngorongoro. Kwa nini hasa umeamua kufanya shughuli hii? Leo hii siku ni siku maalum ambayo nimepanga baada ya kushinda wakati ule kwenye kura za kawaida za uchaguzi wa 2025. Nikaamua kuandaa siku ya kushukuru Mungu na wananchi walionichagua. Kwa hiyo leo hii siku ni ya kipekee, ni siku ambayo watakuja wananchi wangu, watakuja marafiki, watakuja viongozi wenzangu. Tutakuja kusherehekea ushindi tulioupata kwa kumshukuru Mungu na kushukuru wananchi. Na maana hasa ya kufanya ni kutambua na kuweza kuwa na neno la shukurani kwa wale walionipa dhamana yao ya miaka 5, walioniamini kunipa niwe kiongozi wao kwa miaka 5, lakini pia kwa Mungu ambaye aliniwezesha nishinde, kwa sababu unajua uchaguzi wa kidemokrasia ni pata kupotea, unaweza ukashinda au unaweza ukashindwa. Sikuwa mwenyewe, tulikuwa wawili, mimi nikashinda kwa kura, basi nikasema ni muhimu nimwambie Mungu asante na wananchi. Kwa hiyo sherehe hii ni sherehe tu ya kipekee ya kusema asante kwa Mungu, asante kwa wananchi walionichagua. Basi na inakuwa rasmi sasa kwamba hata nao wanaona nilikuwa na fadhila za zile kura walizonipa, muda waliotumia kunitafutia kura, muda waliotumia kuniunga mkono, kwa sababu uchaguzi ni mchakato. Siasa sio kazi rahisi, ni kazi yenye changamoto nyingi, kazi inayohitaji moyo, kazi inayohitaji upambane, kushawishi watu kwa kutumia sera. Sasa kwa sababu walinikubali na wakanielewa na wakanipa, nikasema ni muhimu nije niwaambie asante. Kwa hiyo leo ni siku yangu maalum ya kuambia wananchi wa kata Soitsambu, lakini pia wananchi wote wanaoongozwa na madiwani 28 wa kata za Ngorongoro, kwa maana wilaya ya Ngorongoro, na 10 wa viti maalum, kuambia pia na wao asante, kwa sababu unapokuwa mwenyekiti wa halmashauri maana yake umepata dhamana ya baraza la madiwani. Mchakato wa mwenyekiti ni lazima kwanza uwe diwani wa kata, alafu baadaye sasa utaenda tena kutafuta nafasi ya mwenyekiti kwa kutumia baraza la madiwani. Na wao waliniamini, wakanipa, na wao pia ni sehemu ya kuambia asante. Ndio. Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Ngorongoro, kama ulivyosema kwamba ni sherehe ya kuwashukuru wananchi wako lakini pamoja na viongozi wako, na inavyoonekana ni dhahiri kabisa kwamba ni kiongozi bora, kwa sababu baada ya kupata nafasi ile ya kuwa diwani wa kata hii ya Soitsambu, baadaye pia ulipata nafasi ya kuwa mwenyekiti wa halmashauri, kwa maana ya kuongoza madiwani wote ndani ya wilaya hii ya Ngorongoro. Wewe unafikiri ni kwa nini hasa hawa watu, au ni kitu gani ambacho wameona kwako mpaka hasa wakakupa ile nafasi? Kwa sababu kwenye ile nafasi ya kinyang'anyiro mlikuwa wengi. Wewe unafikiri ilikuwa ni nini ambacho labda kimekufanya mpaka ukapata nafasi ile? Mimi niseme tu kila kitu ni mapenzi na mipango ya Mungu. Kwa hiyo Mungu akisema ni wewe wakati huo atakuwa wewe. Lakini pia nina uhakika wananchi wa kata Soitsambu waliridhika na sera ambazo niliweza kuwapa. Nilikuwa nikitoa sera zangu za maendeleo, za ustawi, za amani, wengine wakanikubali na ndio maana wakanichagua. Sasa hivi tuko katika mwaka 2026 na uchaguzi ulifanyika 2025. Je, unaweza ukawa na jambo ambalo labda unaweza ukatuhakikishia tangu tulipoanza uongozi wako mpaka sasa hivi ambacho ni experienced na wananchi au inaonekana kwa macho ya wananchi? Tuna muda mchache toka tumeingia. Kwanza lazima uelewe kwamba serikali inafanya kazi kwa budget na kwa mwaka wa fedha wa serikali. Sisi tulichaguliwa Oktoba 2025. Na rasmi tuliapishwa tarehe 1 mwezi wa 12 2025. Lakini ile ilikuwa ni robo ya mwisho ya baraza lililokuwepo. Kwa hiyo kila kitu ambacho kilikuwepo wakati ule, kuanzia mwezi wa 12 tulivyoapishwa mpaka mwezi wa 7 tarehe 1 juzi, ilikuwa ni mipango ya budget ya 25 26. Sasa 21 26 27 tunayoendea ndio sasa budget ya kwangu
ya halmashauri ambayo nimesimamia mimi, tumepanga ya nini tunawafanyia wananchi. Lakini pamoja na hayo nimejitahidi kadri ya uwezo wangu kwa yale ambayo yaliwezekana. Kwanza nimefanikiwa kufanya ziara kwenye kata nyingi, nimetembea zaidi ya kata 17 sasa kusikiliza kero za wananchi na kutatua. Lakini pia tumejenga baraza linalowajibika na kufanya kazi kwa niaba ya wananchi. Lakini pia tumezingatia amani na utulivu wa wilaya yetu na ndani ya jamii kwa muda wote. Lakini pia tumeendelea kuchochea na kusimamia miradi ya maendeleo tuliyoikuta imalizike kwa wakati na kwa viwango, na zaidi tumeweka sasa mipango mizuri ya kuhakikisha kwamba wananchi wanaenda kupata huduma stahiki kwenye maeneo yao. Kila kata iliyoko Ngorongoro imepata budget ya miradi mipya itaenda kutekelezwa, ikiwepo hii ya Soit Sambu. Kwa mfano, kwa haraka tu, Soit Sambu kuna mradi utaanza kesho kutwa tu wa mabadiliko ya tabia nchi, inaitwa mabadiliko ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Tunategemea kufensi chanzo cha maji cha Kirtalo, na yale maji tutayapeleka shule ya msingi, na yale maji tutayapeleka zahanati ya Kirtalo. Lakini pia nilivyoanza mimi, ile zahanati haikuwa inafanya kazi, haikuwa na daktari bado, majengo yalikamilika na wale wafadhili waliotusaidia, lakini haikuwa inatoa huduma. Kwa sasa inatoa huduma, madaktari wapo, wanatoa huduma, wamama wanapata clinic, watoto wanapata clinic, kwa hiyo wanapata huduma ya karibu. Lakini pia tulikuwa na changamoto za maji. Kwa mfano Lusirwa walichimba kisima iliharibika, na baadaye tulingangana sana tukampata mdau mwingine aliyetusaidia kupeleka maji shuleni. Maji yalishindikana kwa muda mrefu, lakini tulipambana, maji sasa yanatoka shuleni, wananchi wanapata na watoto wa Lusirwa wanapata. Lakini pia Soit Sambu pale kuna jengo la OPD, jengo la mama na mtoto limeshakamilika pale na lipo tayari kuwahudumia wananchi, iwe kwenye kijiji cha Soit Sambu. Lakini Mondros na wenyewe zahanati yao pia ipo tayari, imeshapokea vifaa, imepokea dawa, inaanza kufanya kazi. Lakini kisima pia cha Mondros ambayo kimekaa kwa muda mrefu sana bila kufanya kazi, kwa sasa inatoa huduma. Kama unavyojua maeneo ya Mondros wale wanakuwa sana na changamoto, kule hakuna mito, kwa hiyo tunategemea maji ya kuchimba. Tayari sasa hivi wana maji angalau, japo tuna mipango mingine mikubwa ya kuwachimbia maji, kuwaletea barabara, shule na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo kwa haraka mambo mengi yameanza kufanyika, lakini sasa bado, kwa sababu hayo yalikuwa ni viporo tu, mambo machache niliyoyafanya kwa muda wa miezi michache. Ila kwa mwaka huu wa fedha tulioanza, budget ya kata Soit Sambu, budget ya kata nyingi za Ngorongoro ni budget yenye matumaini, na ni uhakika tukienda kutekeleza tutakuwa tumetatua changamoto nyingi za wananchi. Hebu tuambie, una mkakati gani hasa ambao umeweka kwa ajili ya swala la elimu, kwa maana ya kusimamia elimu kuanzia elimu ya awali mpaka huko sekondari katika kata yako? Kwanza tofauti na kata. Tofauti na kata, elimu ni msingi wa maisha, na tunajali sana na kudhamini elimu. Na nikuhakikishie tu kwa sasa katika swala la elimu wilaya iko vizuri. Tumekuwa vinara kwenye matokeo ya form 4, matokeo ya form 6. Juzi kuna shule imekuwa ya 15 kitaifa, secondary high school ya Digodigo. Na shule zingine nyingi zinafanya. Kwa nini shule zinafanya vizuri? Ni kwa sababu kuna kuwepo na usimamizi mzuri kuanzia halmashauri, watendaji wetu wanaowajibika kule, walimu wetu, na tunawapongeza sana, na miundombinu bora iliyopo kule, ikiwepo mabweni, madarasa, maabara na miundombinu mingine muhimu shuleni. Sasa kwa kata yangu ya Soit Sambu, shule ya Silalei tunatarajia ikamilike mapema na isajiliwe watoto waanze. Shule iliyoko Masili tunategemea kujenga madarasa mengine yasiyopungua 2. Wale watoto wanatoka mbali kuja Mondros, na kuna pori ambalo lina wanyama wakali. Ile shule ni lazima ikamilike kwa wakati ili wale watoto waondokane na adha ya kupita maeneo hatarishi kuja shuleni. Lakini tunategemea pia kuanzia shule shikizi kwenye maeneo, ikiwepo maeneo ya Elwai ambayo pia bado ni mbali na ni mapori. Lakini pia shule ya Kakamoro tuna wadau wa muhimu sana, shirika la UCRT walitusaidia madarasa 2 na ina budget ya madarasa mengine 2, na ndio kitongoji nilipo mimi sasa. Kwa hiyo nitahakikisha hawa watoto mapema hawataenda tena Kirtalo kwenda kutafuta elimu, watakao pata elimu ya msingi hapa bora, na baadaye wataenda sekondari itakapokuwa. Lakini sasa nikwambie tu, Soit Sambu sekondari tuna sekondari moja iliyoko sasa pale Loswach, na sasa tunaenda kujenga tena sekondari ya kata ya Soit Sambu, kwa sababu ukiangalia ile ipo katikati ya Soit Sambu na Oloipiri, na sasa imeelemewa. Ni shule ambayo tungekuwa tuna ule utaratibu wa kuwapeleka watoto wa kata kwenye shule husika, ile ingepokea watoto wa shule 9. Sasa unaweza ukaimagine shule moja inahitaji kubeba population ya watoto wanaotoka kwenye shule 9. Ile face out ikitoka ni ngumu. Na sio hivyo tu,
kwa mabadiliko ya mtaala mpya wa elimu ulioboreshwa unaotegemewa kuanza kutekelezwa 2028 imeanza kutekelezwa, lakini sasa kutakuwa na kitu inaitwa double cohort kuanzia 2027. Yaani wale watoto wa la 7 na watakao kuwa la 6 wote wanahitimu elimu ya msingi na wanaanza sekondari kwa pamoja. Kwa hiyo ni lazima tuweke miundombinu vizuri na inayoweza kuwapokea wale watoto kwa wakati mmoja. Umezungumzia swala la mabadiliko ya tabia nchi katika kata yako, na wananchi wako hawa wanatamani kupata elimu pia ya namna ya kuweza kukabiliana na ile hali. Je, umeweka mkakati gani kuhakikisha kwamba wananchi wako hawa wataweza kuwa basi na ile ujuzi au akili ya kuweza kukabiliana na hali ya tabia nchi? Kwanza lazima tukubaliane, kwa sasa mabadiliko ya tabia nchi imekuwa na athari kubwa kwenye shughuli karibu zote, shughuli za kijamii, shughuli za kiuchumi, imeathiri mazingira kwa kiwango kikubwa. Sasa ni nini tunaweza kuambia wananchi? Ni lazima sisi viongozi na wadau wengine wote wa muhimu tutoe elimu ya namna gani ya kukabiliana, ikiwepo utunzaji wa mazingira, kutoharibu misitu na kukata miti ovyo, lakini kutunza vyanzo vya maji, lakini pia kuwa na utaratibu wa maeneo yao ya kuishi na malisho. Hayo yote yanaweza kutusaidia sisi tukawa angalau na namna ya kupunguza athari ambazo zinasababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Yamekuwa changamoto sana, ukiona mvua inachelewa, ukiona ukame umezidi, hiyo tunaita ni athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tunawasihi wananchi wetu waendelee kutunza maeneo yao wanayoishi kwa ajili ya manufaa yao, lakini pia ili tuweze kukabiliana na hizi hali ambazo zinatukumba kulingana na mabadiliko haya. Wewe pia kama diwani wa kata ya Soit Sambula na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Ngorongoro, hapa tulipo sasa hivi eneo la mwekezaji ni kilomita kadhaa tu, alafu tutaikuta pale. Je, umeweka mkakati gani kuhakikisha kwamba wananchi pamoja na mwekezaji watakaa katika hali nzuri na kuweza kufanya ushirikiano mzuri? Nataka tu nikuhakikishie na nikuambie kwamba ulivyozungumza kwamba tuko karibu na sio mwekezaji, tuko karibu na pori la akiba la Pololet. Naomba niseme katika moja ya changamoto kubwa wanazopitia wananchi wa kata zote zinazopakana na Pololet ni ufinyu au ukosefu wa maeneo ya malisho. Tumekuwa na changamoto kubwa sana ya maeneo ya malisho, kubwa sana kiasi kwamba sasa wananchi kila mwaka wanapatwa na hasara ya kupoteza mifugo kwa sababu ya kukosa malisho na kiangazi inakuwa kikali. Kwa hiyo tuna haja sana ya kuiomba serikali, na mimi nitoe wito wangu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwamba wananchi wa Ngorongoro tuna changamoto kubwa ya malisho. Ili pori toka limetengwa, sasa maeneo ya kufugia yamekuwa finyu, haitoshi tena population ya mifugo iliyopo. Kwa hiyo tumeshaanza kuzungumza na serikali, tumewaomba namna ambavyo tunaweza tukasaidiana, kwa sababu sisi wote tunategemeana. Mali asili ni rasilimali ya taifa hili, wananchi ni watu muhimu kwenye taifa hili, mifugo nao. Kwa hiyo wote tunategemeana, lakini zaidi ni lazima tujenge uhusiano mwema na haya mapori na makampuni. Uhusiano unaweza ukaleta msaada kuliko migogoro, mitafaruko na kupishana. Kwa hiyo mimi naamini katika dhana ya mazungumzo, dhana ya umoja na mshikamano na kuwa na uwezo wa kuzungumza. Sisi viongozi wa wananchi tuko tayari kuiambia serikali yetu tuna changamoto 1, 2, 3, na nina uhakika na wao wanatusikiliza, kwa sababu tumekuwa tukienda mara kwa mara kuongea nao na wametusikiliza. Kwa hiyo huenda mambo huko mbeleni, kwa sababu changamoto inaonekana inaendelea kuwa kubwa, nina hakika watatusikiliza. Lakini kweli tuna changamoto ya malisho sana. Una jambo gani hasa kwa ajili ya viongozi wako hawa madiwani unaoongoza katika halmashauri yetu, kwa sababu yamkini kuna naye tufuatilia sasa hivi ndani ya Lupa TV? Kwanza nawapongeza. Hili limekuwa baraza la kipekee, baraza la wasomi. Kule nikwambie tu tunamwakili, tuna madaktari. Kwa hiyo ni baraza lililosheheni kila aina ya taaluma tunayohitaji. Sasa kama baraza liko namna hiyo, maana yake halmashauri, wananchi tunaowaongoza wanatakiwa sasa wafeel ile hali ya baraza halisi lililopo kwa sasa. Kwa kufanyaje? Kwa kuwahudumia, kwa kuhakikisha kwamba tunasimama na wananchi, tunasimama kuwasaidia wananchi wetu, tunahakikisha kwamba wananchi katika maeneo yao wanaishi kwa amani na utulivu, na zaidi wananchi wapate maendeleo. Tabasamu la Rais Samia limfikie kila mwananchi. Diwani ni muunganishi mzuri, mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji na wananchi kwa ujumla.
Kwa hiyo mimi nawashukuru sana wa baraza langu, wameendelea kunipa ushirikiano mkubwa sana sana sana. Tuna baraza ambalo lina amani, utulivu, hatujawahi kusikia mgogoro hata wa mtu na mtu, licha sasa mgogoro wa kimaslahi au mambo mengine ndani ya baraza. Tunapokaa kwenye vikao, tunaweka kipaumbele maslahi ya wananchi wa wilaya ya Ngorongoro. Tunapoenda kumalizia, hebu tuambie sasa, una neno gani kwa ajili ya wananchi wako sasa ambao wamekupa ridhaa hii sasa kuiongoza kata hii kwa miaka hii 5? Nataka niwaambie wananchi wa kata Soisambu, kwanza nawashukuru sana sana, lakini la pili nataka niambie waendelee kunipa imani yao, waendelee kunipa ushirikiano. Nina hakika miaka 5 hii itakuwa ni miaka iliyojaa furaha, amani, mshikamano na maendeleo ya kutosha. Ndio. Tunakushukuru sana mheshimiwa na tunakutakia kila laheri. Mpenzi mtazamaji wa Lupa TV, na hapo ndipo tunapoenda kuhitimisha kwa sasa, na tukutane baadaye. Jina langu ni Daniel Lupa na hii ni Lupa TV. Asante sana.